Ukweli ni kwamba huwezi kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu na kupata karama za rohoni ikiwa hujaufikia upendo huu wa kimungu. Hivi ndivyo nilivyoandika. Ndio maana Wakristo wengi siku hizi wameamua kunena kwa lugha kwa kuigiza, wapendwa. Nirudie haya maneno niliyoandika. Ndio maana Wakristo wengi siku hizi wameamua kunena kwa lugha kwa kuigiza, na wengine hufundishwa kuachilia ulimi, kutamka lolote ili Roho Mtakatifu apate pa kuanzia. Matokeo yake huendelea kunena kwa lugha hiyo ya kuachilia ulimi, akitamka maneno yale yale siku zote, kwa sababu husubiri Roho Mtakatifu aanze, na Roho Mtakatifu haanzi. Kwa mfano, akianza na kusema boria boria boria, shikaraka shikaraka shikaraka, kundaraba kundaraba kundaraba, sasa maneno atarudia maneno hayo hayo, shikaraka Roma, shikaraka Roma. Wengine hushauriwa kutamka neno moja hata mara 200. Kwa mfano, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, mara 200. Wengine hushauriwa kusema Yesu 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 Yesu, kwamba Roho Mtakatifu ataanzia hapo. Matokeo yake haamzii pale, kwa sababu upendo bado. Wapendwa, tutajifunza leo, tuone mtumishi wa Mungu Paulo anasema nini kuhusu kunena kwa lugha. Unajua wapendwa, wasiwasi wangu mmoja ni kwamba watu wengi wamefikiri kwamba tusiponena kwa lugha mbinguni hatuendi. Wapendwa, hatuendi mbinguni kwa kunena kwa lugha, ndugu zangu, lakini tunakwenda mbinguni kwa kusimama kwa miguu miwili ya imani, Yesu Kristo na Roho Mtakatifu, tukiwa tumeacha uovu na kukatilia mbali. Ndugu zangu, yapo mambo yanayokuwa ni madogo, lakini ndivyo vikwazo vikubwa kutufanya tusijazwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa mfano, wapendwa, ndani ya majumba yetu tunakuwa na watu, pengine tunakuwa na usaidizi. Kwa mfano, nishughulikie kina mama. Kina mama ndio wanashinda na usaidizi wetu ndani na nini. Lakini ndani ya familia tunapokuwa na binti msaidizi au kijana msaidizi, wapendwa, huyu ni mmoja katika familia. Usalama wetu unamhusu na yeye vile vile awe salama na sisi tuwe salama. Lakini inafika mahali wakati wa chakula amekipika mwenyewe yule binti, lakini wakati wanapakua chakula wenzake, yeye haruhusiwi kupakua. Anasubiriwa ale mabaki yale. Lakini je, kweli huo ni upendo? Chakula amekipika mwenyewe, lakini haruhusiwi kula mezani pale mpaka chakula kitapobaki ale mabaki. Wapo watu wa jinsi hiyo na wanasema Bwana Yesu asifiwe. Lakini kweli anasifiwa kweli kwa jinsi hiyo? Ndugu zangu, lakini kama tunao wasaidizi wa jinsi, hebu tuwachukulie kama nao ni watoto. Chakula kikiwa tayari, basi watu wapakue sawa sawa. Unaweza kuliona jambo hilo dogo, lakini linaweza likakuzuilia usipokee ujazo wa nguvu za Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, unaweza kukuta anafanya kosa dogo tu, lakini anakaripiwa tofauti na mtoto wa ndani anavyoweza kukaripiwa. Ndugu zangu, hizi ni udhaifu, hizi ni weaknesses ambazo tunatakiwa kujirekebisha nazo. Ninajua hivyo ni vita ambavyo vinatukabili sisi wote. Hata mimi ninayezungumza hapa sio kama mimi nimekamilika, lakini natakiwa niwe mwangalifu vile vile. Mtoto wako amekosea, unamkaripiaje? Na huyu msaidizi amekosea, unamkaripiaje? Lakini unaweza kukuta huyo mtoto hakaripiwi kama yule msaidizi anavyokaripiwa. Ndugu zangu, ili kujua kuwa si Roho Mtakatifu anayenena, yani katika kunena mtu anaweza kanena, lakini kumbe anafanya maigizo. Na hao ndio wengi, wapendwa, wanaigiza tu. Lakini ikiwa unayajua maisha yake ya yule mnenaji, historia ya maisha yake kama unaijua, unaweza kugundua kwamba huyu si Roho Mtakatifu. Ananena kwa lugha, kunena kwa lugha kwa maneno yale yale siku zote. Siku zote ananena neno hili moja, shikaraka shikaraka, shikaraka shikaraka, boria boria boria, kundaraba kundaraba kundaraba, kindaraba sasa sasa baba baba. Kila siku hayo hayo. Roho Mtakatifu anatoa tofauti siku zote kama anavyopenda. Anatoa tofauti kama anavyopenda. Hana kanuni Mungu wetu katika kuponya, kuokoa na kubariki. Hana kanuni katika kunena kwa lugha bwana. Sio kama kuna maneno fulani yameandaliwa hayo ndio ya kunena kwa lugha, tusidanganyane. Tufike mahali tuwaambie watu wazi wajue. Ndugu zangu, lakini hebu tuone Paulo anasemaje hapa. Tuone Wakorintho wa kwanza 12:8. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na wengine neno la maarifa, kama apendavyo Roho yule. Wapendwa, sikiliza. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa kama. Wapendwa, Roho Mtakatifu anatoa kama anavyopenda,
Sio lazima wote ndani ya kanisa tunene kwa lugha, wote tunene kwa lugha. Asitokee mtu anayekwambia kwa kuwa unene kwa lugha mbinguni huendi, ni mongo huyo. Wapendwa, kwa andiko hili ina maana Roho Mtakatifu anatoa tofauti kama pendavyo siku zote. Watu wanapofundishwa kunena kwa lugha kwa kuigiza ili Roho Mtakatifu apate pa kuanzia, asipoingilia kati Roho Mtakatifu, je, si ndio mtasikia anaendelea kunena vile vile siku zote? Sasa ndio kunena kwa lugha huko. Ndugu zangu, hatuendi mbinguni kwa kunena kwa lugha, wala kunena kwa lugha hatufanywi tuwe watakatifu kwa kunena kwa lugha. Ila tukiwa watakatifu tunaweza kujazwa na nguvu za Roho Mtakatifu na hata tukanena kwa lugha. Haleluya. Hebu tumsikie mtumishi wa Mungu Paulo anavyosema. Sikilizeni sasa ile andiko vizuri. Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa 18 na 19. Tusome mistari miwili hapa. Hii mistari ndio mwongozo, hii mistari yani ndio msingi ambao wewe kama Mkristo unatakiwa uangalie hapa. Biblia inasema hivi. Mtumishi wa Mungu Paulo anasema, namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Lakini katika kanisa napenda kunena maneno 5 kwa akili zangu, nipate kuwafundisha wengi zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa lugha. Halo, tunakwenda pamoja. Nitarudia somo hili sasa hivi tena. Biblia inasema Wakorintho wa kwanza 14. Mimi naona hapa ndio majibu yenyewe. 14, 18, 19. Paulo anasema, namshukuru Mungu kwa kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote, lakini katika kanisa napenda kunena maneno 5 kwa akili zangu, nipate kuwafundisha wengine zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa lugha. Wapendwa, kumekuwa na watu ambao wanafikiri kunena kwa lugha ndio utakatifu. Wanataka kila watakapokuwa kanisani wakati wa maombi wahakikisha wananena kwa lugha, na jambo hili limewadhoofisha watu sana, mpaka watu wengine ambao hawajanena kwa lugha wanafika mahali wana mashaka ya kumwona Mungu. Lakini Paulo anasema, mimi nanena kwa lugha kuliko wote, lakini nikiwa mbele za watu natafuta niseme maneno machache, tena ametaja 5 ya kueleweka, ili wengine wafaidike. Maana yake nini? Maana yake akiwa peke yake huko ananena kwa lugha sana sana sana. Lakini Wakristo wa sasa hivi hawataki kunena kwa lugha wakiwa peke yao, wanataka wanene kwa lugha fulani anione, wanene kwa lugha fulani ajue. Wapendwa, habari ya kweli ni hii. Alitokea mama mmoja, ana binti yake, ni Mkristo, wanaabudu kanisa moja na mama yake. Binti akapata mchumba kijana. Mchumba huyo siku moja akakaribishwa nyumbani kwa binti, wakaenda wote. Wamefika wanamkuta mama. Mama alikuwa mfahamu ile kijana. Alipomuona akasema, ndio mchumba wako huyo. Hakupepesa macho, alimwambia pale pale, mwanangu, huyu ndio mchumba wako? Sema ndio. Lakini huyu mchumba wako ninamfahamu, nimemuona muda mrefu sana kanisani, lakini sijamuona akinena kwa lugha hata siku hii. Sio kumuona. Sasa nawezaje nikapata mkuu wa namna hii? Kweli unakubali uolewe na mtu ambaye hajajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu? Kijana aliondoka ni mnyonge pale. Binti akamtia moyo, akaondoka. Wiki 2 baadaye binti hakuwepo kanisani. Mama alikuwepo na kijana alikuwepo. Kijana alisikika akinena. Na alipokuwa akinena, mama yule alifurahi sana. Sasa kumbe afadhali. Yule kijana kumbe anafaa. Nilisema hajajazwa, kumbe tayari amejazwa. Alirudi mama nyumbani, anamwambia binti yake, mwanangu, nimefurahi sana. Vipi? Nimefurahi sana leo. Mama, niambie. Anasema, nimefurahi kwa sababu nimemuona mchumba wako, kumbe anakufaa. Anakufaa kwa sababu kwa sikio langu nimemsikia na kumuona akinena kwa lugha. Which. Jamani, tunakwenda wapi? Anasema kumbe huyo anafaa kukuoa huyo. Hasa tujiulize, je, ni kweli yule alikuwa amejazwa na nguvu za Roho Mtakatifu? Mimi na wewe hatujui, lakini tunaweka alama ya kuuliza. Lakini wanamna tunao wengi ndani ya makanisa. Tunao vijana na mabinti wengi ambao wanajua wakimsikia mtu amenena kwa lugha basi huyo ndio mwenda mbinguni. Ndugu zangu, mtumishi wa Mungu Paulo nimeandika hivi. Mtumishi wa Mungu Paulo ameweka wazi ya kuwa anenaye kwa lugha kuliko sisi sote. Yeye ni mnenaji wa lugha kuliko sisi sote. Lakini akiwa penye watu wengi, anapenda kunena maneno 5 kwa akili zake, akiwa na maana lugha ya kueleweka. Ni dhahiri ya kuwa akiwa peke yake chumbani, ananena kuliko wote. Upendo kwa maneno haya, ana maana wapo watu ambao hunena kwa lugha ili waonekane mbele za watu, na
wadhani kuwa ni watu wa rohoni sana. Ndugu zangu, hebu tuangalie Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 3. Biblia inasema hivi: kwa hiyo na waarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye kwa lugha, anenaye katika roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa, wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Haleluya!